Viongozi wa upinzani nao wamekashifu matamshi ya waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen kwa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, wakisema matamshi hayo ni ya kumtisha kiongozi huyo na yanaweza yakazua vurugu nchini. Wakiongozwa na kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka walipohudhuria ibada ya Jumapili katika kanisa la AIC Namanga, kaunti ya Kajiado, wamekashifu hatua ya Rais William Ruto kuzomea vyombo vya habari vinavyoweka wazi mambo yanayotekelezwa na serikali yake. Uhuru wa magazeti vile vile ni guaranteed under the constitution. Na hakuna sasa, it is not possible in Kenya to threaten the media. Haiwezekani. I mean, it is an exercise in, I would even add an adjective, it's an exercise in absolute futility. Sasa huyu ndio jamaa ambaye waziri wa mambo ya ndani anajaribu kutisha. Kwa hivyo ni vizuri ajue kwamba huwezi kutisha Wakenya. Wakenya wameenda kiwango kingine, another level, because this is not a dictatorship. They can try to make it a dictatorship, but Kenya is a democracy under the constitution. Kwa hivyo mgawaji walisema sijui tuliweka maua na tukatoroka, hata wakujua wakuwa pale. Mimi nilikuwa na Mheshimiwa Martha Karua kwa gari yangu na mama wawili ambao bado watoto wao hawajapatikana. Miaka 2 baadaye tulienda na wao kwa gari yangu. Kwa hivyo hatukutoka kiholela na hatukuwa na uoga, na we made a message. Kwa hivyo maadhimisho ya pili ya tukio la vijana wetu wa Kenya wazalendo ambao walisema wanataka nchi yao iwe naongozwa kikatiba, kiutu, bila wizi, maadhimisho yao ilifaulu sana. Of a statement coming from a leader, a cabinet secretary, and more particularly in charge of national security. Hayo ni mambo ambayo yanaweza kuleta shinda nyingi sana, furugu kubwa sana katika nchi yetu.